Karibu tena katika tutorial nyingine ya kuweza kuangalia namna gani Microsoft Excel program inaweza kufanya kazi, na hasa katika matumizi ya functions pamoja na formula, kwamba zinaweza formula zikaingiaje, functions zikoje na vitu kama hivyo. Katika matumizi ya program ya Microsoft Excel ni kwamba tunatakiwa hasa unapokwenda kwa ajili ya kuingiza figures ama items ambazo zinakuwa zina namba ndani yake ambazo zitahitaji ukokotoaji. Tunatakiwa kwanza tuanze kujua ni aina gani za operators, mathematical operators ambazo tunaweza tukazitumia katika kuziingiza kwenye Excel na zikaweza kufanya kazi. Katika Microsoft Excel mathematical operators ambazo zinaingia ziko almost mathematical operators zaidi ya 10 ambazo zinakuwa accepted katika Microsoft Excel. Moja wapo ni the plus sign ambayo ni alama ya kujumlisha, hii inapokelewa. Nyingine ni alama ya kutoa, nyingine ni alama ya kuzidisha. Katika Excel alama ya X haitumiki kama kuzidisha, but hii asterisk ndio inayotumika kwa ajili ya kazi hiyo. Nyingine ni alama ya kugawanya. Alama ya kugawanya tunatumia /. Alama nyingine ambayo inakwenda kutumika ni alama ya kipeo, na tunafikiri tunaiona hapo. Alama nyingine ni alama ya kuunganisha, hii inaitwa ampersand, na nyingine ni alama ya equal sign ama alama ya sawasawa, pia inaruhusiwa na inapokelewa katika mfumo huu. Nyingine ni alama ya kuonesha kwamba hii ni kubwa kuliko na alama ya ndogo kuliko. Alama zingine ni pamoja na alama ya kuonesha kubwa kuliko ama sawasawa na ndogo kuliko ama sawasawa na, pia hizi zinakubalika. Na alama nyingine ni alama ya kuonesha not equal to ama si sawasawa na, kati ya hii na hii hakuna ambayo inafanana nayo. Na alama nyingine ni alama ya kuonesha not equal to ama si sawasawa. Baada ya kuona mathematical operators hizo, sasa tutakwenda kuangalia baadhi ya tofauti iliyopo kati ya function pamoja na formula. Katika hili tunaenda kuona kwamba formula inaotofautiana na function, kwa maana ya kwamba zote zinatumika kwa kazi moja, kuweza kukokotoa. Lakini ukija kuangalia katika hizi utakuta kwamba formula yenyewe inatengenezwa na user. Yaani wewe kama user ndio unaitengeneza, na lakini kwa kufuata principles ambazo zimewekwa kwa ajili ya kupokelewa na mfumo. Wakati function zenyewe hizi ni built in, kwa maana kwamba katika mfumo wa Excel hizi zimekwisha kutengenezwa, zimo ndani, kwa maana yake ziko moja kwa moja kwenye mfumo, ni kitendo cha kwenda kuziaccess na kuweza kuzitumia. Lakini kazi yake ni kazi moja pekee yake. Kwa mfano, katika mfano huu hapo tukiangalia utakuja kuona kwamba hapa tunaonyesha kwamba kuna 10 jumlisha 10. Tukitumia formula tutaweka alama ya equal sign. Kumbuka kwamba katika kuingiza formula ama function lazima tuanze na equal sign. Ukishaweka equal sign tunasemaje sasa? Kwa mfano formula yetu inasema ni a plus equal sign a plus b, a1 plus b1. Kwa hapa cha kufanya, kwa mfano sisi katika mfano huu ni kwamba tunaona tayari kuna alama 10 zipo katika column F, row number 2. Kwa maana yake cha kwanza nitaweka alama ya equal sign, then nita click kwenye ile ya kwanza ambako nataka item yangu ya kwanza ambayo nataka kwenda kuifanyia kazi. Baada ya hapo nitaweka alama ya plus. Baada ya alama ya plus nitakwenda kukliki ile item yangu ya pili. Kwa hiyo kwenye formula bar yetu hapa utaona imeonyeshwa kwamba ni F2 ambayo ni hii hapa plus G2 ambayo ni G2 hii inayofuata. Nikipress enter jibu langu litakuja 30. Kwa maana yake tunakuja kuona kwamba function zinaweza zikatupatia majibu aidha ikiwa katika njia fupi ama njia ndefu. Katika hapa kwa mfano naweza nikarudi katika njia ndefu hapa, equal sign nitachukua 10 plus 20, nikipress enter jibu langu litakuwa jibu la hapa na jibu la hapa ni majibu yaliyo sawa sawa. Hii ni formula, na tukienda kuangalia mfano wa function tutaenda kuona kwamba kwa mfano nikiingia hapa function zetu zinasemaje. Lazima nianze na equal sign, na function yetu ya kujumlisha ni neno sum ambayo inatokana na neno summation. Kwa hiyo nikishasema sum ni lazima hiyo iko vile, lazima nitaweka opening brackets, kwa nitafungua mabano, na baada ya hapo hapa nitaoneshwa kwa mina
criteria ambazo natakiwa kuzifanya. Ya kwanza natakiwa nikachague namba ya kwanza, na baada ya hapo nichague namba ya pili. Kwa hiyo maana yake katika hilo naweza nikafika nikazichagua namna hii, namba ya kwanza mpaka namba ya pili, and then nikipress enter nitakuwa nimepata hesabu yangu vivyo hivyo. Na hata katika njia ndefu vile vile nikitumia sum kwa maana ya summation, nikachukua hii paka hapa kwamba nazitaka hizi mbili, na utaona zimekuwa highlighted pamoja kwenye kibox hicho cha mistari, nikipress enter majibu yangu yatakuwa yako sawa sawa. Kwa maana yake hapa tunaambiwa kwamba either nitumie formula ama nitumie function. Obvious, kama nitakuwa nimepanga kazi yangu sawa sawa, basi ni wazi kwamba nitajikuta nimepata jibu ambalo ni sawa sawa kwa njia zote mbili, ya formula pamoja na njia ya function. Lakini ukitumia function kwa mfano, kama utaitumia kwa usahihi na hasa ukiziinsert automatically, itakwenda yenyewe kuweza kusoma numbers zilipo. Kwa mfano nikiingia hapa katika option ya auto sum hapa, nikienda nikasema sum nini, yenyewe automatically imeweza kuja moja kwa moja kutoka kwenye 10 na mpaka 20 ikazichukua. Kwa nikipress enter jibu langu bado itarudi kule kule. Kwa nini haikuja mpaka kwenye QN1 hapa? Ni kwa sababu Excel inaanza kutambua, kwa maana namba zote inazitambua, inazi-identify, na feature zote ambazo sio numbers inazi-identify. Kwa mfano ukiangalia hapa nikiweka moja, ukiangalia automatically hii moja baada ya kuiweka imevutwa imekwenda upande wa kulia. Nikiweka namba 2 hapa naelekea kushoto, lakini kiminya inahamia upande wa kulia. Kwa hiyo hii ni feature ambayo inaisaidia Excel kuweza kutambua, au spreadsheet program kutambua kwamba hii ni namba na hii ni text. Kwa mfano nikiingiza letter A hapa, nikipress enter itabaki kuwa kushoto. Kwa hiyo ni feature ambayo inaipatia Excel na kuweza kutambua kwamba hiki kitu kipo na kama number, na hiki ni kingine kabisa si namba, na vitu kama hivyo. Hii ni namna ya kuweza kutumia formula pamoja na function katika kuweza kupata majibu yale ambayo tunayataka. Kwa mfano kwa haraka nikiweza kutolea mfano hapa, nikija hapa nikatumia equal sign, nikasema this one here plus this one here plus this one here, nikipress enter jibu langu itakuja 64. Na wakati huo nikija hapa kwenye auto sum nikasema nataka nifanye summation yangu, cha kwanza ilichoenda kukifanya, ukiangalia imeenda kuangalia namba ya juu. Mimi nataka kusema nataka calculations zangu zifanyike kuanzia hapa kuja hapa, na nikipress enter nitapata bado na alama 64 zile. Vile vile ni katika kutafuta average. Katika vivyo hivyo inaweza ikawa applicable kama nitaweza kuja kutafuta average katika namba hizi hapa chini. Kwa mfano cha kwanza nitakachoenda kufanya ni lazima nianze kwa kuzijumlisha namba zangu. Nitajumlisha namba ya kwanza, nitajumlisha namba ya pili, nitajumlisha na namba ya tatu. Tukumbuke hizi ndio kazi za kwanza zinatakiwa zianze kufanywa kazi kabla sijazigawanya. Kwa maana yake nitakumbuka kuziingiza kwenye mabano manually, na hii ndio shida ya kutumia function formula ukilinganisha na function. Kwa hiyo kama endapo utakuwa umejisahau utapata jibu tofauti, then nita divide by total number ya hizi ni 3, ambayo nitakuwa nimepata jibu langu ni 21.333 hizo. Lakini vile vile ninaweza nikaamua nikatumia function ya average, ninaweza nikatumia function ya average. Nikija kwenye average yangu hapa nitaandika tu average ya namba 1 mpaka namba hizi hapa, nikipress enter bado jibu langu la kwanza na jibu la pili ambalo limetokana na formula pamoja na function zote zitakuwa zimefanya kazi vizuri. Vile vile naweza nikataka kutumia function nyingi ambazo zimo mule. Kwa mfano nikatumia function ya kutaka count numbers. Kwa mfano hapo ukiangalia imeandika count, itaambia count the numbers of cells in a range that contain numbers. Kwa maana yake moja kwa moja nikichukua hii account hapa, nikachukua kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa mfano nikipress hivi itaniambia jibu lake ni 3, kwa sababu kuanzia mwanzo mpaka mwisho hapa imekutana na namba 3. What if nitabadilisha hapa katikati na nikaweka herufi, itaniambia namba kutoka hapa mpaka hapa namba zimekutwa ni 2 badala ya kukutwa namba 3. Lakini vile vile kuna hii hapa ambayo ni option ama function ya kutafuta namba iliyo kubwa kuliko namba zote zilizopo kwenye array yetu iliyopo. Kwa mfano nikichukua hapa mpaka hapa nika press enter, automatically itaniambia namba iliyo kubwa ni namba 30, ni kubwa kuliko 14 kuliko 20. Lakini vile vile naweza nikaamua nikaenda kutafuta namba ambayo ni ndogo kuliko namba zote zilizoko kwenye
orodha hii, list yangu hapa, na kwenye nikiplace enter nitakuwa nimepata namba 14. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna functions ziko nyingi sana. Kutumia function ni rahisi zaidi kuliko kutumia formula, kwa sababu wakati mwingine formula unaweza ukasahau kuingiza operator moja na mathematical operator moja, na ukajikuta kwamba jibu unakwenda kulipata linakuwa sio sahihi. Kwa moja kwa moja nitaka tuweze kujipitisha na kuweza kufahamu tofauti iliyopo kati ya functions pamoja na formula kama zinavyoweza kutumika katika Microsoft Excel ama spreadsheet. Katika video inayofuata tutaweza kwenda kuangalia ni namna gani Microsoft spreadsheet ama spreadsheet program inafanya operations zake, ni kwa order ipi kuanza kufanya calculations zake, tunaanzia wapi kwenda upande gani na kuweza kupata jibu sahihi. Hadi wakati mwingine, na kutakia mazoezi yaliyo mema na kila lililo jema. Asante.